Tunapoangalia katika tena hiyo agano ambalo Mwenyezi Mungu aliweka, alitaka pia wanadamu wakaweze kutambua mambo kadha wa kadha. Tunapoangalia katika hiyo vitabu vya kwanza ambavyo tumeona, vitabu ambavyo ni vya Musa, kuna kitabu ambacho kinaitwa Mwanzo. Mwanzo kinatudhihirishia vile wana wa Israeli walivyoamini. Waliamini katika uumbaji wake Mwenyezi Mungu, ya kwamba ndiye aliumba vitu vyote na yeye ndiye mwanzilishi wa kila jambo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu aliumba dunia na akaumba pia wanadamu. Kwa hivyo wanadamu wanastahili kutambua ya kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuumba. Aliumba dunia na vitu ambavyo vimejaza dunia, na vitu ambavyo tunaendelea kuviona hata sasa, hata ukarabati ambao unaendelea. Mwenyezi Mungu ndiye amewapa wanadamu pia akili waendelee pia kuunda vitu, kutengeneza vitu ili vikaweze kuonekana kazi ya Mungu inazidi ya uumbaji inazidi kuendelea duniani. Kwa hivyo wanadamu wamepewa pia nafasi ni kwa ajili ya kuendelea kuunda vitu tofauti tofauti, kuvitengeneza. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika imani hii ya Waisraeli ya kuamini uumbaji wake Mwenyezi Mungu, tunaona ya kwamba katika mambo haya Mwenyezi Mungu pia akawatuma makuhani. Makuhani pia waliweza kuleta utaratibu ambao tunaweza tukautumia kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaona Mungu aliweza kuruhusu kuumba vitu vyake kwa muda wa siku 6, na tunaona siku ya 7 ambayo aliweza kupumzika. Siku ya 7 aliweza kudhihirisha ya kwamba wanadamu wanastahili kumwabudu yeye, wanastahili kuwa na ibada na ushirika na yeye. Na Mwenyezi Mungu alipowaambia kwamba siku ya Sabato mtaitakasa, alimaanisha ya kwamba wanadamu wawe na nafasi ya kumwabudu Mungu, lakini Mungu hakuweza kuweka utaratibu ambao angeweza kuufuata wakati huo. Lakini tunaona ya kwamba kupitia kwa makuhani ambao wameweza kuwateua sasa, ambao ni Walawi, tunaona ya kwamba waliweza kuweka utaratibu wa ibada. Na tunaona katika ibada za siku ya leo kila dhehebu liko na utaratibu wake ambao umewekwa ni kwa ajili ya kuwezesha lengo kubwa mwanadamu akaweze kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo utaratibu uliwezwa kuanzishwa. Mwenyezi Mungu aliweka utaratibu wa kuweka dunia, na tunaona kupitia pia kwa makuhani na Walawi wakaweka utaratibu wa ibada ambazo tuko nazo kwa siku ya leo. Na pia tunaona waanzilishi wengi wa madhehebu tofauti tofauti pia kuna utaratibu ambao wameweka. Ndio tunaona katika ulimwengu ambao twaishi, utaratibu wote wa kuabudu Mungu katika madhehebu tofauti tofauti wote si sawa. Ni utaratibu ambao umewekwa tofauti tofauti, lakini lengo kubwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu jinsi neno la Mungu linavyosema. Tuikumbuke siku ya Sabato tukaweze kuitakasa, yani tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba siku maalumu zimewekwa ni kwa ajili ya ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tunaona ya kwamba katika bustani la Edeni kuna mambo pia ambayo Mwenyezi Mungu aliweka ikaweze kuwa ni nyumbani kwa mwanadamu, lakini tunaona ya kwamba walipomuasi Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutokuwa na imani au kwa kutokuwa watiifu kwake, walimuasi Mwenyezi Mungu. Na tunaona ya kwamba katika bustani ambayo alitaka iwe ni nyumbani kwa mwanadamu, kuna miti ambayo ilikuwa ni miwili ambayo ilikuwa ya muhimu. Kuna mti ambao ulikuwa ni wa ujuzi, ulikuwa na ujuzi wa mema na mabaya, na kulikuwa na mti ambao ulikuwa ni wa ujuzi wa mema peke yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alitaka katika nyumbani ambako ni kwa mwanadamu ambaye alimuumba, alitaka wawe ni mahali ambapo pa kujua mema peke yake, sio mema na mabaya, bali wajue kitu kimoja peke yake. Kwa hivyo tunaona mwanadamu akataka pia kutumia akili yake ili aweze kujua zaidi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba dhambi iliweza kuingia ya kumwasi Mwenyezi Mungu, dhambi ambayo ilikuwa ni ya kutotii. Kwa hivyo mwanadamu akakataa mapenzi ya Mungu,
akakataa kuongozwa na nguvu za Mungu, na mwanadamu akaamua kufuata kitu kingine tofauti, akaamua kusikia sauti ya shetani ambayo ni sauti ya upotovu. Kwa hiyo Mungu anataka tusikia sauti yake ili ikaweze kutuelekeza. Unaweza kuwa umejaribu sauti za wanadamu, umejaribu sauti za vitu za hekima na maarifa na akili yako ya kisomo chako, lakini zimefika mwisho. Ni vyema turudie hekima ya Mungu, turudie ushauri na kupata mwongozo kutoka kwake kupitia kwa mamlaka yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba ghadhabu ilianza pale katika bustani la Edeni baada ya wanadamu kumwasi Mungu. Ghadhabu ikaanza. Tunaona ya kwamba Mungu akawaambia sasa kukufa mtakufa, lakini tunaona ya kwamba pia akawaambia mtafanya kazi, mtakula kwa jasho, na akawaambia ya kwamba mwanamke atazaa pia kwa uchungu. Na tunaona nyoka pia akiadhibiwa ya kwamba kichwa chake kitapondwa na mwanadamu ataponda kichwa chake kupitia kwa uzao wa mwanamke. Na pia tunaona ya kwamba shetani ikawa mwanadamu akaambia naye pia shetani akimpata au nyoka akimpata atamuuma kisikino chake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mambo mengi yalitokea hapo, na laana ya kwamba shetani au nyoka ataenda kwa tumbo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba na ghadhabu, tunaona ya kwamba kufanya kazi si sehemu moja ya ghadhabu ya Mungu. Tunaona ya kwamba alionyesha ya kwamba mwanadamu atateseka katika hali hiyo yote kupitia katika atafanya kazi kwa bidii, yani kupita kiasi ambacho Mwenyezi Mungu alitaka, kwa sababu alipoumba mwanadamu Mungu alimwambia, alimweka katika bustani la Edeni ili akaweze kulima. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kazi ni sehemu pia ya baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametupa. Ndiposa anatuambia katika kitabu ambacho ni cha Kumbukumbu la Torati 28 kuna baraka ambazo zinapeanwa hapa. Anasema nitakubariki mjini, nitakubariki mashambani, kupitia kwa kazi ya mikono yako nitaweza kukubariki. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kazi ya kwanza, mkazi ni baraka ambayo Mwenyezi Mungu alitupa. Kwa hiyo usione kama kazi ni sehemu ya mateso unapoendelea kuifanya. Fanya kazi yoyote ambayo inatokea mbele yako ambayo ni nzuri. Na pia Mwenyezi Mungu akadhihirisha ya kwamba mwanadamu anastahili kutoa sadaka mbele zake. Mwenyezi Mungu akamtuma, tunaona Kaini na Haberi, ili wakaweze kuanza kuwa wazazi wa kwanza au wanadamu wa kwanza kutoa sadaka mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba sadaka ni nzuri mbele zake Mwenyezi Mungu, anaitaka. Ijapokuwa ukitoa kwa njia ambayo ni mbaya utapata laana, na ukitoa kwa njia iliyo nzuri ambayo si ya wivu, si ya majivuno, si ya kiburi, ambayo si ya kujisifu, kutoa kwa sababu ya kwamba unatoa kwa ajili ya Mungu, kwa vile ya baraka ambazo amekupa. Maandiko yanasema itakuwa imekubalika mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na roho ya utoaji katika mavuno ambayo tunayapata kupitia kwa kazi za mikono yetu ambazo ametubariki nazo. Tunaona ya kwamba wanadamu waliendelea kutenda dhambi, na ikawa ya kwamba Mwenyezi Mungu ataleta ghadhabu ambayo alileta. Tunaona ya kwamba kwanza kabisa, kabla ya kuleta ghadhabu, Mwenyezi Mungu alitaka wanadamu wamrudie. Akamtuma mtumishi wake ambaye ni Nuhu, ili akaweze kuambia wanadamu washirikiane kutengeneza safina, lakini wakakataa. Tunaona Nuhu akatengeneza safina, na tunaona akaingia na jamii yake na wanyama waliokuweko, na tunaona wale waliokataa wakaangamizwa katika ghadhabu ya gharika ambayo ilitendeka na dhoruba. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Nuhu aliponusurika na kupona kutoka katika safina, kitu cha kwanza alijifundisha kutoa shukurani kwake Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine unapitia mapito mazito katika maisha yako. Je, unafanya nini? Unatoa shukurani mbele za Mungu, au unakejeli tunakuona ni kawaida tu ya maisha ya mwanadamu kupitia mazito na kupata mepesi? Sio hivyo. Kwa hivyo tunaona Nuhu alipotoa sadaka akawa amefungua mbingu, na kufungua mbingu, maandiko yanasema Mungu akafanya agano na Nuhu, akamwambia kwamba sitaangamiza tena ulimwengu
kwa maji au kwa gharika au kwa mafuriko. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu akaweka agano, na akaweka agano na Nuhu akaweka makubaliano kupitia kwa alama ambayo ni ya upinde ambayo ni rainbow. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu akaonyesha ya kwamba hataangamiza tena dunia, hataangamiza tena wanadamu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu alitaka wanadamu wakaweze kumtumikia, na baadaye lugha ziliweza kutokea, watu walipotengeneza mnara ili wafikie Mungu. Tunaona ikawa ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ameamua wachaze dunia nzima, lakini hao wakaamua wakae mahali pamoja tu ili wawe karibu na Mwenyezi Mungu wakati wote. Hivyo wakasahau unaweza kuwa mbali na mwenzako, lakini ukawa unaendelea kumwabudu Mungu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu akaleta pia mikawanyiko ya lugha ikatokea kupitia mahali hapo, kwa sababu wanadamu walikuwa wametaka kuwa mahali pamoja na walitaka kuwa na lugha moja peke yake, ili wanapopanga mahasi wapange kwa lengo moja. Lakini Mungu akaamua akagawanyika katika lugha tofauti ili wakaweze kuwa watu watakaomtumikia baadaye katika njia au katika lugha tofauti. Wanaweza wakamtumikia wakiwa sehemu mbalimbali na wawe na lengo moja ya kwamba wanamtumikia Mungu. Kwa hivyo endelea kumtumikia Mwenyezi Mungu, endelea kuwa mtu wa ibada, na maisha yako Mungu atayabariki. Ombea kazi ya mikono yako, na usione kama ni adhabu. Jua ya kwamba kufanya kazi lengo kubwa ni kwa sababu ni sehemu ya baraka ambazo tumepewa na Mwenyezi Mungu, ili tukaweze kupata riziki ya kila siku. Ndiposa mtu anaposoma, lengo kubwa anang'ang'ana kusoma, lengo kubwa apate kazi nzuri ili akaweze kuwa na maisha yaliyo mazuri. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema. Zaidi yoyote tusimame tujue ya kwamba uumbaji wote ni kazi ya Mungu, na ni vyema tukaweze kutunza uumbaji wake.